بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صوموا تصحوا. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana wetu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na maelezo haya yanayohusiana na Ramadhani na ahkam zinazohusiana na Ramadhani. Tulisema tutazungumzia kuhusu siku ya shaka ambayo ni yaumu shaka. Hii siku ya shaka kwanza ni siku ipi? Siku ya shaka au yaumu shak ni siku ya 30 ya Shaabani. Siku ya 30 ya mwezi wa Shaabani. Yani ikiwa tumeangalia mwezi tarehe 29, tumetoka tukaangalia mwezi, hatukuona ule mwezi, lakini kuna watu wazungumza. Yani utasikia mtu asema, bwana mwezi unaonekana. Wapi? Ama nani aliouona? Utasikia yule asema mimi nasikia. Kila mtu asema mimi nasikia. Yani kuna mazungumzo kuwa mwezi umefanya nini? Umeonekana, lakini hatuna uhakika. Hakuna mtu anayesema mimi niliona, na mtu labda shahada yake yakubalika tukamkubali au jambo kama hilo. Hii siku kama hii itakuwa inaitwa ya mushak. Ile siku ya 30 sasa ya Shaaban. Maana hukumu ya kifiqhi ni kuwa hii siku inaitwa ni ya mushak. Tamam. Si siku ya nini? Ya Ramadhani. Kwa hiyo ile siku ndio inaitwa ya mushak. Na baadhi ya maswahaba wamepokea, takriban Saidina Ammar bin Yasir amepokea akisema, man soma yaum shak, alofunga siku ya hii ya mushak, faqad asa Abul Qasim, basi huyo amemaasi Abul Qasim. Abul Qasim ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani amemaasi nani? Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameenda kinyume naye. Naam, na hadithi amepokea Tirmidhi, Ibn Majah na Nasai. Naam. Kwa hiyo kutokana na hapa tunajua kwa ile siku ya shaka, ikiwa ni siku ya kawaida, kwa mfano Jumatano, Jumanne, mtu akawa na shaka, bwana kama nasikia fulani anasema mwezi umeonekana. Umeonekana wapi? Ankwambia yeye ameona ama vipi? Sijui bwana, maneno tu. Fununu, yani kwa lugha yetu fununu. Basi ile siku haifai kufunga isipokuwa kwa watu fulani. Mtu ambaye labda ana kadhaa, ana deni la Ramadhani iliyopita labda, ama imekuwa ile siku ya shaka labda ni Jumatatu au Alhamisi au siku yoyote ambayo yule mtu alikuwa ana ada ya kufunga. Yule mtu mashallah ni mtu wa kufunga Jumatatu. Siku ya masiku, mwaka ya mwaka, ile siku ya shaka ikaja labda Jumatatu. Khalas, yule mtu tutamwambia una ruhusa ya kufunga wewe ile ya mushaka, kwa sababu yule itakuwa hafungi kwa ajili ya Ramadhani, bali itakuwa yafunga kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ile sunna yake aliyoizoea. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hana ada yoyote, kama sisi wengi wetu hatuna ada za kufunga Jumatatu na Alhamisi, hatuna ada yoyote na hatuna deni la Ramadhani iliyopita, basi mtu kama huyu ile siku ya mushak ni haramu kufunga. Kufunga. Taban kuna siku nyingi ambazo pia ni haramu kufunga, lakini hatutozungumzia hapa kwa ajili sahihi. Tumeweka yani tarkizi kubwa katika masaili yanayohusiana na saum, maana yanayohusiana na Ramadhani, lakini kuna kama siku za Eid pia hufai kufunga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, ayamu tashriqi pia hufai kufunga. Naam. Kisha sasa baada ya kumaliza yani masala haya, tutazungumzia sasa yale mambo ya lazima. Wengine waweza kusema nguzo za saumu, yale mambo ambayo lazima tuyafanye sasa yanayohusiana na saumu yenyewe. La kwanza taban ni nia. Lazima sisi tuwe na nia. Mtu yote ambaye anataka kufunga lazima afanye nini? Atie nia. Tamam, na nia ni moyoni. Mtu tu akusudie kuwa yafunga kesho Ramadhani. Alhamdulillah rabbil alamin. Akitia nia tu, yani akikusudia tu kwenye moyo wake kuwa mimi nitafunga kesho Ramadhani, imetosheleza. Hii nia ni lazima kwa ajili ya hadithi. Dalili yetu ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, innamal a'malu binniyat, hakika si lingine isipokuwa kwa amali husihi kwa ajili ya nia. Amali hupata thawabu kwa ajili ya nia. Khalas, tukajua kuwa ibada yoyote lazima nia, ama tuseme ibada nyingi, na saumu ni miongoni mwa hizo ibada. Bas kwa hiyo saumu pia lazima afanye nini? Lazima tutie nia.
Na jambo muhimu kuhusiana na nia, manake kuna watu hufanya machezo lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Ikiwa mtu atakafunga saumu ya lazima, na sisi hapa tuzungumzia Ramadhani, lazima mtu atie nia tangu usiku. Lazima mtu atie nia tangu nini? Usiku, yani kabla ya alfajiri. Ndio yule mwanamke mwenye hedhi, tuliposema hedhi imekatika kabla ya alfajiri, atafanya nini? Atanuia. Lakini lau hedhi itakatika mchana, ile siku tumwambia hakuna kitu, au labda atapata hedhi mchana, hiyo masala mengine tutamwambia pia ile siku kama hajafunga. Almuhim, turudi katika masala yetu kuwa lazima mtu atie nia usiku. Lazima mtu atie nia usiku kwa ajili Mtume amesema yule ambaye hatoilaza nia, man lam yubayyit siyam, yule ambaye hajailaza nia, fala siyama lahu, kabla al-fajr fala siyama lahu. Basi mtu kama huyo hana somo. Ndio tukaona katika miji mingine na miji yetu utaona mara nyingi baada ya maghrib au misikiti mingine baada ya ishai au misikiti mingine baada ya tarawih, yule imamu yafanya nini? Yatutamsha ile nia. Ile ni kutukumbushana tu, si lazima tutamke na yule imamu, la, lakini ile ni ndia ya kukukumbusha, bwana usisahau nia kesho. Na lazima nia ya kila siku, maana kila siku ni ibada separate. Kila siku ni ibada separate, kwa hiyo lazima tutie nia ya kila siku. Na kama tulivyosema, nia yatosha kwa moyo tu. Ile kutamka baadhi ya maulama wasema ni sunna. Na ndo kauli yetu madhhabu ya al-Imam Shafi'i. Madhhabu ya al-Imam Shafi'i kutamka nia ni sunna, wa talafudhu biha sunna. Na dalili yetu ni kuwa Bwana Mtume alitamka nia ya hija, alitamka ihramu, na sote tunajua kuwa ihramu ni nia. Alitamka, na pia Bwana Mtume alitamka nia kuhusiana na saumu, lakini si mahali pake. Sisi tutaeleza tu hukumu. Kiwa ni upande wa dalili, mtu anaweza kuangalia yani dalili za Shafi'ia. Kwa hiyo lazima mtu atie nia, na ile nia yatosha tu kwenye moyo. Lakini kule kuna tunavyokumbushwa yani kwenye misikiti, manake sehemu zingine hata hawakutamshi ile nia, bali wakwambia tu tieni nia ya saumu. Yule imamu atageuka atasema tieni nia ya saumu, usisahau kutia nia ya saumu. Bas, خلاص, yatosha. Ili tu wale watu wakumbuke watie nia. Lao mtu atasahau asitie nia, ajue hana saumu. Ile saumu yake ile siku atailipa tu, hakuna wasiwasi. Hakuna yani manake Bwana Mtume ameweka wazi. Taban hii ni katika saumu ya faradhi. Ama saumu ya sunna tutagusia tu kuhusiana na saumu ya sunna, kuhusiana na nia. Ni sunna mtu atie nia, yani ni sunna mtu aitie nia tangu usiku. Lakini ikija alfajiri aweza kutia nia asubuhi, aweza, haina neno, baada ya alfajiri. Lakini saumu ya sunna Jumatatu, Alhamisi, mtu alisahau usiku, labda Jumapili ile usiku alikuwa ameshughulika, akaghafilika kuwa kesho ni Jumatatu. Ikafika Jumatatu saa 3 hivi asubuhi amekumbuka, leo ni Jumatatu bwana, basi natia nia saumu. Haina neno, aweza kutia nia. Maana ilitokea wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliingia nyumbani kwake baada ya wakati wa dhuha takriban, akamuuliza Sayyidatina Aisha, je, mna kitu chochote hapa nyumbani? Sayyidatina Aisha akasema la. Basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema idhan inni saim, fa inni idhan saim, basi mimi ninafunga. Maulama wakasema ilikuwa Bwana Mtume ile usiku uliopita alikuwa hajatia nia, lakini vile ni saumu ya sunna akatia nia mchana wake, haina neno. Muhimu tu kwa masharti mawili, iwe hajakula kitu kabla ya hapo, na pia haijafika zawal, haijafika wakati wa dhuhuri, yani ile time ya dhuhuri, si ati swala ya dhuhuri, la, ile time yenyewe, hata kama yeye hajaswali. Naam, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kama tulivyosema ni kuwa nia kila siku mtu atatia nia mustaqilla, tatia nia kila siku kivyake, kila siku kivyake, kila siku kivyake. Lakini ni sunna, maulama wetu wa Shafi'i wasema ni sunna mtu atie nia ya Ramadhani nzima kuanzia ile siku ya kwanza. Atie nia ya Ramadhani nzima kuanzia ile siku ya kwanza. Na hii ina faida mbili. Na hii kutia nia kuanzia ule mwanzo wa Ramadhani, ukitia nia ya Ramadhani nzima ina faida mbili. Faida ya kwanza ni kuwa kuna madhehebu ambayo ni madhehebu takriban ya Imam Malik, wanasema kuwa ukitia nia kuanzia mwanzo wa Ramadhani yatosheleza. Yafanya nini? Yatosheleza. Kwa hiyo kwa Imam Malik, lau utatia nia mwanzo wa Ramadhani, kisha labda siku ya 15, 14 ukaja ukaghafilika, ukasahau nia usiku, kwa madhehebu ya Imam Malik ile saumu iko sawa, iko sahihi. Lakini kwa madhehebu yetu ya Imam Shafi tutasema la, ile saumu si sahihi. Imesahih kwa madhehebu ya Imam Malik, lakini huku kuna masharti mengine.
Kwa hiyo mtu atie ile nia kwa madhehebu ya Imam Malik, ili akija akighafilika siku ya masiku, tutasema anga kuna nini, kuna kauli ya moja katika maimamu imemfanya nini, imembeba. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini taban sisi tutamwambia kulingana na dalili alozifahamu wao waliozifahamu maulama wa madhehebu ya Imam Shafi'i, lazima akalipe baadaye ile siku alosahaunia. Tamam. Kisha katika faida za pili ni kuwa mtu kama huyu akifariki katikati ya Ramadhani, mtu kama huyu labda maskini amefunga siku 10 akafariki, angalia atapata thawabu za siku 30 ikiwa alitia nia Ramadhani nzima mwanzo wa Ramadhani. Lakini bwana mtume atuambia yule ambaye atakuja na fikra ya kufanya khairi, man hamma bihasana, yule ambaye atakuja na fikra ya kufanya khairi kisha asifanye atapata thawabu moja, akija kifanya apata thawabu mara 10. Sasa yule ambaye antia nia ya Ramadhani nzima kama anjiwekea thawabu, ashajiwekea kwenye store thawabu, lau kutatokea sababu katika sababu asifunge, atapata zile thawabu anga ala yani kwa mara moja. Tamam. Kwa hivyo hizo ni faida mbili maulama watuambia, ingawa sisi twasema wajibu ni atie nia kila siku. Ni uzuri pia atie nia mwanzo wa mwezi ienee yani Ramadhani nzima. Naam, hakuna makosa yoyote. Kwa hayo inshallah tutakomea hapo, kisha katika darasa zijazo tutazungumzia masala ya mwanamke kupata hedhi katikati ya siku, katikati ya mchana. Yani alikuwa ashaanza kufunga mara akaja kapata hedhi, nini hukumu yake? Kisha pia tutaingia kuzungumzia yule ambaye atakuwa amefanya jimai katika mchana wa Ramadhani, waliyadhu billah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam wa a'lam.